Tume hiyo imeanza kufanya kazi kuanza kazi Novemba 20, 2025 ili kubaini hasa sababu kubwa ya vurugu hizo zilizotokea. Hii ni ripoti ya Egbert Alfred Jr. ikieleza kwa kina. Akizungumza na waandishi wa habari leo Desemba mosi katika ukumbi wa BOT, Chande amesema madhumuni ya tume hiyo ni kuchunguza kwa kina yaliyotokea siku hiyo ya uchaguzi, na wao kama tume wamepewa majukumu maalum ya kufanya uchunguzi huo. Tume hii ina mamlaka ya kutoa summons, wito, kama mahakama kuu inavyotoa summons. Ina maana nini? Ina maana tume pamoja na kuomba, na sisi tutaomba ushirikiano, ina mamlaka ya kushurutisha ushirikiano kwa kukuita, lakini hatuendi huko, na nitaeleza kwa nini. Kwa sababu mambo haya yaliyotokea ni yetu, majibu yake tunayo sisi wa Tanzania. Tushirikiane na tutashirikiana, na nitaeleza njia ambazo tunaweza kushirikiana. Aidha, amesema mwenendo wa tume hiyo upo kama wa kimahakama, na atakayetoa ushahidi wake ataapa ili kutenda haki na kuleta majibu sahihi. Madhumuni ya tume, kwa lengo kuu la kuundwa tume, kwa kusema kweli, ni kuchunguza kwa kina yaliyotokea, na sisi tumepewa majukumu maalum. Tunatakiwa tuchunguze mambo takriban 6. La kwanza, kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tusema root causes, chanzo cha msingi, root causes. Root causes inawezekana kuna root causes na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la lililokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo. Yaani lengo lao lilikuwa nini? Kwa upande mwingine, Chande amesema mawanda ya kazi yao ni kutafasiri na kukubaliana na taratibu zao, na watatumia njia mbalimbali ili kupata majibu sahihi. Madhumuni ya tume, kwa lengo kuu la kuundwa tume, kwa kusema kweli, ni kuchunguza kwa kina yaliyotokea, na sisi tumepewa majukumu maalum. Tunatakiwa tuchunguze mambo takriban 6. La kwanza, kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tusema root causes, chanzo cha msingi, root causes. Root causes inawezekana kuna root causes na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la lililokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo. Yaani lengo lao lilikuwa nini? Ameongeza kwa kusema kuwa uchunguzi huo utakuwa huru na wa haki na utakaotenda haki kikamilifu kwa Watanzania. Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam.
Naam, asante sana Egbert kwa taarifa hiyo. Niendelee kukukumbusha pamoja